Katika jitihada za kuunganisha teknolojia na kilimo, Chuo cha Uhasibu Arusha IAA kimekuja na suluhisho bunifu kupitia utafiti wa miaka miwili wa uundaji wa jukwaa la kujifunza kwa njia ya mtandao kwa kutumia akili unde yani AI, itakalosaidia wakulima wa vitunguu saumu na vitunguu maji kupata maarifa, taarifa sahihi na mbinu bora za kukabiliana na changamoto za uzalishaji. Tumekuwa na wasaa wa kuwasilisha matokeo ya utafiti ambao tumeufanya kwa kama takriban miaka miwili hivi, ambao ulikuwa lengo lake ni kuangalia upande wa kilimo cha vitunguu maji pamoja na vitunguu saumu. Na kupitia huu utafiti tuligundua kwamba wakulima wengi wanapata changamoto ya kupata taarifa na maarifa yanayohusiana na kilimo cha vitunguu na vitunguu maji. Kwa hiyo kupitia utafiti wetu tumeweza kutengeneza jukwaa la kutoa maarifa ambao pia linatumia mifumo ya akili unde ama artificial intelligence, ambayo inawezesha wakulima wa kilimo cha vitunguu na vitunguu maji waweze kupata taarifa sahihi zinazoendana na mazingira yetu, lakini pia waweze kupata maarifa yanayowasaidia kuanzia kwenye kuandaa shamba mpaka kwenye uvunaji na masoko yaliyopo. Utafiti huu unaendana kabisa na dira ya 2050 2050 ambayo inaangalia sana masuala ya kilimo kama uti wa mgongo wa Tanzania, lakini pia upande mwingine, upande wa teknolojia, kwa sababu sasa hivi teknolojia inaendelea kwenda kwa kasi na tunaona matumizi mengi ya artificial intelligence. Kwa hiyo sisi tumeona jinsi gani tunaweza tukatumia hii teknolojia katika kutatua changamoto zilizopo katika kilimo. Utafiti huu umeanza kama miaka miwili iliyopita na ulikuwa kwa ufadhili wa HIT, na utafiti huu una manufaa mengi kwenye jamii yetu. Kwanza kwa wakulima, kuwawezesha kupata taarifa sahihi pamoja na maarifa ambayo yatawasaidia kuongeza uzalishaji katika kilimo cha vitunguu maji na vitunguu saumu. Lakini pili, sisi kama chuo cha uhasibu Arusha tunalo jukumu kubwa katika taifa la kutatua matatizo mbalimbali katika jamii kuendana na tafiti, kwa sababu tafiti ni moja ya kazi yetu. Kwa hiyo hapa tumetimiza moja ya kazi yetu, lakini pili tumeleta utatuzi wa changamoto kwenye jamii, lakini tatu, kupitia utafiti huu tunatoa ushauri kwa wadau mbalimbali wa kilimo, lakini pia kwa serikali kwa ujumla, ikiwa ni katika matumizi ya teknolojia kwenye kilimo, lakini katika pia namna ya kuboresha kilimo na kuongeza uzalishaji pamoja na masoko ya bidhaa za mfumo wetu unaitwa Pata Intel, ikiwa ni kwamba kama pata taarifa, kwa hiyo Intel ikionyesha kwamba kupata intelijensia, kwa hiyo unaitwa Pata Intel. Tulichagua upande wa kitunguu saumu na kitunguu maji kwa sababu katika kuangalia tafiti ambazo zimefanyika tuligundua kwamba kilimo kama cha mahindi kimefanywa tafiti zaidi. Kwa hiyo tukaona kwamba kutokana na kwamba bado changamoto zipo kwenye kilimo cha vitunguu maji na vitunguu saumu, tukaona basi tujikite maeneo hayo, na sehemu tulizokwenda ni tumekava mkoa wa Manyara pamoja na mkoa wa Arusha. Kwa upande wake, afisa kilimo kutoka halmashauri ya jiji la Arusha amesema teknolojia hii itamsaidia kufikia wakulima wengi zaidi kwa muda mfupi na wakati sahihi. Nashukuru kwa warsha hii ya usambazaji wa hii teknolojia ya Pata Intel kwenye kilimo cha kitunguu maji na kitunguu saumu. Kwa muda mrefu wakulima wamekuwa wakipata changamoto ya visumbufu vya mazao haya ya kitunguu maji pamoja na kitunguu saumu pamoja na magonjwa, lakini tunategemea kupitia teknolojia hii wale wakulima wataweza kupata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Kwa mfano, pale linapotokea tatizo, let's say ni ugonjwa au ni shambulizi la wadudu, ina maana akitumia mfumo huu utamrahisishia yeye kuweza kupata ufumbuzi wa haraka kabla ya kuweza kumfikia bwana shamba, labda unakuta yeye yuko mbali, lakini kwa kupitia mfumo huu itakuwa rahisi kwake kuweza kupata suluhisho la haraka. Kwa kupitia hii teknolojia, kuna sehemu ya afisa kilimo
Ina maana kupitia ile sehemu ya afisa kilimo, ukiwa unaweza kutoa taarifa, let's say labda kuna mlipuko wa viwavi jeshi, ukatoa taarifa kule, ina maana ile taarifa itawafikia wakulima wako wengi kwa muda mfupi na kwa wakati sahihi zaidi. Nao baadhi ya wakulima wamesema teknolojia hiyo itawasaidia kwenye kutatua kwa wakati changamoto mbalimbali wanazokutana nazo kwenye kilimo cha vitunguu. Hili jukwaa limenisaidia kujifunza na kupata taarifa kwa urahisi. Napata taarifa kwa urahisi kuhusu kilimo cha kitunguu. Nimekuja kujifunza hapa, kujumuika na wenzangu, lakini pia nimekutana na fursa mbalimbali, hasa matumizi sahihi ya chatbot ambayo yanatusaidia sisi wakulima kufanya jambo kwa urahisi na kwa haraka, kwa sababu mara nyingi tulikuwa tunategemea sana maafisa ugani, lakini tunapokuwa tunaipata chatbot inatusaidia sisi kutatua matatizo yetu na changamoto zetu kwa urahisi na kutuelekeza ni wapi tunaweza tukapata matumizi sahihi ya viuatilifu, lakini pia matumizi sahihi ya udongo. Tunatakiwa tutumie udongo wa namna gani kabla tuanze kulima, lakini pia kutafuta masoko. Kwa hiyo nilipokuja kujumuika na nyinyi nimefurahi sana na ninawashukuru pia kwa sababu nimetoka na idea mpya, lakini pia matumizi sahihi ya AI ambao mimi mwanzo nilikuwa nitumia tu kutengeneza picha na nini, lakini sasa hivi nitatumia kwa ajili ya shughuli zangu za kilimo. Ninachoweza kuambia wakulima wenzangu ni kwamba watumie simu zao za kidijitali kwa matumizi ya kuongezea fursa na kipato zaidi. Mgeni rasmi katika shughuli hiyo ambaye pia ni naibu makamu mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha amesema matumizi ya akili unde yatasaidia wakulima kupata taarifa sahihi pamoja na kupunguza gharama, huku akiongeza kuwa tafiti huleta majibu ya changamoto mbalimbali katika jamii. Tumeona leo utafiti ambao ni kuhusiana na jukwaa la kujifunzia, lakini kwa kutumia akili unde kwenye kilimo cha kitunguu maji na kitunguu saumu. Kwa sasa kuna mabadiliko makubwa ya teknolojia, na teknolojia hupunguza gharama hasa kwenye maeneo makuu mawili kuhusiana na kilimo husika. Pili, upatikanaji wa maarifa. Kwa kutumia akili unde na kupitia watafiti wa chuo chetu cha uhasibu wa Arusha, kwa sasa kuhusu kilimo cha kitunguu maji, kitunguu saumu, wakulima husika watapata taarifa kwa wakati kuhusiana na kilimo hicho cha kitunguu maji na kitunguu saumu, na wakati huo kupitia hili jukwaa linalotokana na utafiti huu watapata maarifa sahihi kuhusiana na magonjwa, wadudu, masoko na kadhalika kuhusiana na kitunguu maji na kitunguu saumu. Kwa hiyo faida kubwa ya utafiti huu kwanza ni kupunguza gharama za kilimo cha kitunguu saumu na kitunguu maji, hasa kwenye upatikanaji wa taarifa sahihi kwa wakati na maarifa sahihi tena kwa wakati. Kwenye kilimo kuna changamoto anuwai, na ili uweze kutatua changamoto yoyote lazima ufanye utafiti. Kwa hiyo kwa utafiti wa leo, faida kubwa ni kwamba tafiti huleta majawabu, huleta majibu ya changamoto mbalimbali zinazokabili kilimo. Na kwa muktadha wa utafiti huu, wakulima wa kitunguu maji na kitunguu saumu wamekuwa wakikutana na changamoto mbalimbali. Mojawapo ni uzalishaji mdogo kwa kiwango kidogo, lakini vile pia magonjwa mbalimbali ya kitunguu saumu na maji. Lakini kupitia utafiti huu sasa, maana yake wakulima wa kitunguu maji na kitunguu saumu watapata maarifa kwa wakati, kwa usahihi, lakini taarifa kwa wakati na kwa usahihi ambayo zile changamoto walizokuwa wanakutana nazo sasa zitatatuliwa kwa urahisi na kwa wakati. Utafiti huu unaonyesha nafasi ya taasisi za elimu kutumia ubunifu na teknolojia kuleta majibu ya changamoto za jamii na kuimarisha maendeleo ya sekta ya kilimo.